siwezi kueleza, siwezi kueleza. Amefanya maajabu na siwezi kueleza. Amefanya maajabu, amefanya maajabu na siwezi kueleza, siwezi kueleza, siwezi kueleza. Amefanya maajabu na siwezi kueleza. Amefanya maajabu, amefanya maajabu na siwezi kueleza, siwezi kueleza, siwezi kueleza. Amefanya maajabu na siwezi kueleza. Amefanya maajabu, ametenda miujiza na siwezi kueleza, siwezi kueleza, siwezi kueleza. Amefanya maajabu na siwezi kueleza. Amefanya maajabu, sema amefanya maajabu na siwezi kueleza, siwezi kueleza, siwezi kueleza. Amefanya maajabu na siwezi kueleza. Amefanya maajabu. Umeinuliwa katika enzi yako, umeinuliwa katika enzi, oh, umeinuliwa katika enzi yako, umeinuliwa katika enzi Baba, umeinuliwa katika enzi yako, umeinuliwa katika enzi yako Baba, umeinuliwa katika enzi yako, umeinuliwa katika enzi yako Baba, umeinuliwa katika enzi yako, umeinuliwa katika enzi yako Baba, umeinuliwa katika enzi yako, umeinuliwa katika enzi yako, umeinuliwa katika enzi yako, umeinuliwa katika enzi yako Baba, umeinuliwa katika enzi yako, umeinuliwa katika enzi yako, umeinuliwa katika enzi yako, umeinuliwa katika enzi yako Baba, umeinuliwa katika enzi yako, umeinuliwa katika enzi yako Baba, umeinuliwa katika enzi yako, umeinuliwa katika enzi yako. Ni wewe, ni wewe Bwana, ni wewe, ni wewe Bwana, ni wewe Bwana, ni wewe Bwana, ni
kiti chako cha enzi ufalme. Umeinuliwa mfalme, umeinuliwa Yesu asubuhi ya leo mfalme. Tuendelee kumshukuru Bwana, tuendelee kumuinua Bwana, tuendelee kumuinua Bwana, tuendelee kumuinua Bwana. Kila moja muinue tu Bwana, endelea tu kumuinua Bwana. Tunaposonga karibu, tuendelee kumuinua Bwana, endelea tu kumuinua Bwana. Tunaposongea karibu, tuendelee tu kumuinua Bwana. Tangu mikutano hii ianze, si amefanya mambo makubwa. Tuendelee tu kumuinua Bwana, endelea tu kumuinua Bwana. Nasikia tumuinue tu Bwana dakika ingine moja. Endelea kumuinua Bwana kutoka ndani ya moyo wako. Tumuinue Bwana, amefanya mambo ya ajabu katika maisha yetu. Amefanya mambo ya ajabu. Hallelujah. Let us come closer as we continue lifting up God. Tuendelee tu napenda sana wakati tunamuinua Bwana. In the name of Jesus. Ni vizuri kumuinua Bwana asubuhi ya leo. Leo ni Ijumaa. Biblia inasema tukimuinua atavuta wengi kwake. Tukuje tu karibu toka kule nyuma. Inua tu mikono yako, mwambie Bwana, hakika umetenda maajabu. Tumuinue Bwana, ameponya watu. Tuwe na kipindi ya kumshukuru Bwana. Tangu hizi morning glory zianze Monday. Leo ni Friday, hii ndio morning glory ya mwisho wiki hii. Kesho hatutakuwa na morning. This is a morning glory. Tunamalizia morning glory leo. Si tumshukuru kwa yale ametenda. Hata watu kuja hapa kila asubuhi sio ni neema. Watu kuingia hapa kila asubuhi. Hata hiyo mikutano imepita kufikia jana. Si amefanya mambo makubwa. Si amefanya mambo makubwa. Si tutoe dhabihu ya shukurani. Kila moja mutolee Bwana dhabihu ya shukurani kutoka kule ndani ya moyo wako. Waibaji Bwana amewawezesha. Watumishi wa Bwana wametunenea. Si tumshukuruni Bwana. In the name of Jesus. Sio kawaida, ni neema. Hata watu kuingia nyumba kila siku ni neema. Usione kama ni kawaida, ni neema. Tumtolee Bwana dhabihu ya shukurani. Baba, tunakushukuru. Tunakushukuru. Tunakushukuru kwa matendo yako makubwa. The Bible says, enter into his gate with thanksgiving. We give you praise. We give you honor. Hallelujah. Thank you, Jesus. Sema amen. Sema amen. Situmshangilie Bwana asubuhi ya leo. Amen. 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 Ni wangapi ukisikiliza wakati baba yetu anatueleza maono haya, anatuambia hii sio kanisa. Amen. This is a prayer movement. Watu wanakutana kutoka makanisa mbalimbali. Tunakuja, tunakuwa kitu kimoja, tunapigana vita za kiroho. Familia zinaachiliwa. Angalia mtu, mwambie hata wewe unaachiliwa. Hata miji inaachiliwa. Na hata kati ya hizi vita za kiroho, kushangilia ni one of the weapon in the kingdom. Amen. Kuna wakati Mungu aliyemwambia Joshua, ambia watu washangilie maana nimewapatia mji. Situshangilie maana Mungu ametupatia dheka. Situshangilie maana Mungu ametupatia dheka. Hallelujah. Angalia mtu, mwambie Mungu ametupatia dheka. Mwambie Mungu ametupatia Kenya. Mwambie Mungu ametupatia East Africa. Mwambie Mungu ametupatia Afrika. Wewe unaona, wewe huongea na mtu. Ukiona mtu wa kuongereshi ni kwamba hajaamini.
Mwambie Mungu ametupatia Kenya, Mungu ametupatia East Africa, Mungu ametupatia Afrika, Mungu ametupatia dunia mzima. Ni wangapi mnaamini Mungu ametupatia dunia mzima? Situshangilie Bwana. Situshangilie Bwana. Situshangilie Bwana. Situshangilie Bwana. Situshangilie Bwana. Situshangilie Bwana. Hey. Amen. God bless. Amen. Hey. Ambia mwenzako ni hivyo. Ongea na mtu mwambie ni hivyo. Mwambie Mungu ametupatia. Kwani ni nani alipatia Joshua Jericho? Nani alipatia Joshua Jericho? Hata mimi natangaza leo Mungu ametupatia Kenya. Mungu ametupatia East Africa. Mungu ametupatia Afrika. Mungu ametupatia dunia mzima. Amen. Amen. Sasa nikitembea huku ndani nikiomba, nimeanza kufikiria kuhusu hii mlima. Nikaomba, nikaambia Mungu, mimi nasikilizanga watu wa siasa, unasikia wengine wanasema mimi ni life member wa ODM. Wangapi umesikia mtu akisema ni life member? Ambia mwenzako hata wewe tunataka ukuwe life member wa hii mlima. Hebu jiombee kuwa life member. Jiombee kuwa life member. Jiombee dakika moja ukuwe life member. Wala unataka kuwa life member, kimbia kwa madhabahu dakika moja, shika madhabahu, sema mimi naomba nikuwe life member. Ni ukimbia tu na apia Bwana nipatie neema ya kuwa live member wa hii mlima. Hata nikienda Amerika bado nitakuwa natuma sadaka zangu. Tukuwe live member. Tusikuwe tu wa mkutano moja. Hata kama uendi mkutano uko na sisi kwa maombi, jiombee kuwa live member. Kama watu wanaweza kuwa live member wa vyama ya kisiasa, si hata si tukuwe live member. Tamani kuwa live member. Madhabahu ni kubwa. Shika mahali tujiombee. Ambia Bwana natangaza, mimi naandikisha majina yangu kwa hii madhabahu ya mlima. Wacha hii madhabahu ipokee jina yako. Weka majina yako. Andika Abednego Kasomo. Ambia hii madhabahu iandike majina yako. Ambia hii madhabahu andika majina yako. Jitangazie, mimi ni life member. Nataka kuwa life member. Joseph Irongo Maina, tukuwe life member. Hey, salimia mtu mwambie how are you life member. Musalimia mwambie how are you life member. Amen. Sasa kutoka leo, ambia madhako kutoka saa hii. Mwambie kutoka saa hii tumekuruhusu, maana wewe ni life member, kufuatilia hii mikutano throughout. Amen. Tumekuruhusu. Amen. Nisikilizeni. Tumekuruhusu hata hii mikutano ikiisha Sunday. Amen. Uandike hii namba uende nayo kwenu. Hii namba usiache. Sio lazima ati tutoange pesa wakati wa mkutano. Ukiwa na huko Mungu akikubariki na 500 unatuma, 200 unatuma. Ni wangapi live member? Ambia madhago uandike hii namba ukienda nyumbani. Hata kama ni 100 weka. Treasurer wetu wataona. Amen. Amen. Kama watu wanaweza kutoa pesa kwa vyama vingine ati naitwa Wethi Keke, na wanakomiti kila mwezi 1000 ati pesa ya kujizika, mimi sitatoa huko. Heri nitoe kwa mlima ya moto. Pokea hiyo ufunuo. Nimekuambia uende na hii namba. Amen. Ukipata hata 100, Mungu akikubariki, weka, itafika. We support this mountain. Hallelujah. I want us to pray with this dimension. Inua kwanza mikono, sema Bwana, tunakushukuru sana. Tumekuwa hapa kila asubuhi na umetutembelea na umetutendea mema na tumekuona. In the name of Jesus. Nataka tuombe. Kuna kitu ninaitanga anointing. Amen.
Biblia inasema Luke chapter 4:18, the Spirit of God is upon me. He has anointed me to preach. Tell your neighbor too. Tell your neighbor too. To preach it. Ndio Biblia inasema. And I know, ninaomba Mungu leo wale watu wote wataingia kwa hii nyumba, waibaji Mungu anoint kuimba. Watu wakiingia hapa, may the Spirit of God anoint them for warfare. Leo tutapigana mpaka kwa kesha. Samsoni alianointiwa mara 3. Anointing ya kwanza akaua simba. Anointing ya pili akaua watu 30. Anointing ya 3 akaua watu 1,000. Abia madhako, anointing yake iliendelea ikiongezeka. Mimi naomba anointing yako isipungue. Take 1 minute, inua mikono, tell God the Holy Spirit to anoint you. Ile kazi unafanya, hata kama ni ya kupika, hata kama ni ya kuosha hii mlima, inahitaji anointing. Ambia tu Bwana, anoint me kwa hii huduma. Anoint me. Wala mnacheza vyombo, may the Spirit of God to anoint you to play those instruments. Hata kama ni Biblia unawekanga hapa, inahitaji anointing. Hata kama tu ni kuja kusikiliza neno, kuketi kusikia neno, inataka anointing. Ambia tu Bwana, Holy Spirit, we pray that the anointing in this mountain will grow from grace to grace. Upako katika hii mlima itaongezeka. Baba, tunaomba anointing ya Mungu leo Friday. Can you pray? Ambia Bwana, oh Lord, how I pray you anoint me to sing. Kama wewe ni mwimbaji, may you become anointed to sing. Kama wewe ni intercessor, may you be anointed to pray. Kama wewe ni security, hata hiyo kazi inataka anointing. Kama wewe unafanya kazi yoyote, hata kama ni kufagia hema, you cannot do it without anointing. Make the Spirit of God this morning anoint us. Just pray. Jiombe your anointing. Jiombe to your anointing. Mwambie Bwana, ninaomba anointing ya kufanya kazi kwa hii mlima. Anointing, hiyo kazi unafanyanga inataka anointing. Hiyo kazi unafanyanga, ile anointing ulikuwa nayo jana haiwezi fanya kazi leo. Leo unahitaji fresh anointing. Unahitaji fresh anointing katika jina la Yesu. Niliona pastor ametoka mbali Murang'a, akasema kazi yake hapa ni security. Ile kazi yoyote unafanya kwa hii mlima inataka anointing. Hata kama wewe ni partner, kuwa partner, inataka anointing ya utajiri. Ambia Bwana, anoint me to minister, to do what I'm doing, what you have called me to do, in the name of Jesus. Bwana ni asante. Nataka tuombe watumishi wa Mungu katika hiyo line. Kuna watumishi wengi watasimama leo kwa madhabahu. Kutoka leo kuna programa. Kuna watumishi watasimama wahubiri mpaka kwa kesha. Nataka tuombee programu ya leo, tuipeane kwa mikono ya Roho Mtakatifu. Nataka programu ya leo mpaka kesha tupeane hiyo programu kwa mikono ya Roho Mtakatifu. Programu ya leo Bwana tunaipeana tena kwa mikono ya Roho Mtakatifu. Wapendwa, hakuna kitu kizuri kama kujikabidhi kwa Mungu. Wacheni tupeane programu ya leo, kutoka leo sahi mpaka kesha. Tunapeana watumishi wa Mungu, wale wote watasimama katika haya madhabahu. Baba, tunawaombea neema, tunawaombea neema, tunawaombea neema. Bwana ni asante. Programu ya leo tunaikabidhi kwa mikono ya Roho Mtakatifu, kutoka leo sahi mpaka kesha. Bwana, tunapeana programu ya leo, session zote tunapeana kwa Mungu, in Jesus name. Amen. 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 Hallelujah. Nataka niseme kitu vile tu ninawaongoza. Wewe unaomba hivyo, ambia mwenzako wewe uombe vile unaongozwa. Nisiseme kitu halafu wewe unaanza kuomba ati unataka kuolewa. Hiyo ni ya jioni. Wewe unasikiliza madhabahu, nikisema tuombee program, unaombea pro. Nimesema hivyo maana kuna kitu nataka. Hii sasa tunashikana kwa imani. Kuna kitu
nikatafakari jioni na nikatamani sana itendeke kutoka leo. Mkutano wetu uko na siku zingine 2. Praise the Lord. Amen. Nilisoma Mark chapter 2. Nikaona Biblia inasema watu wakakutana, watu wengi sana. Amen. Na walikuwa tu wanakutana kusikia neno la nani? La Mungu. Wanasiwe sana. Nikasoma Acts chapter 12 verse 12. Nikaona Biblia inasema na walikuwa wamekutana watu wengi sana kuomba. Ambia mazako kuna possibility watu wakutane wajae. Hiyo Mark chapter 2 inasema watu walikuwa wamekuja kwa mkutano mpaka hakukuwa na nafasi. Watu wakaja mpaka wakajaa kwa nyumba. Watu wakileta kiwete, mtu amepooza, wakakuta hakuna mahali ya kuingilia. Siwaambia mtu, mwambie leo tunaamini Mungu. Hiyo andiko ifanye kazi. Ni wangapi unaamini? Mimi sikosi kuamini. Ni wangapi umeamini hii hema inaweza jaa mpaka nafasi ikosekane? It is in the Bible. Amen. Acts chapter 10:27 andiko inasema Peter alipokuja kuhubiri akakuta watu ni wengi sana. Leo tunaachilia neema ya watu kuwa wengi. Nasema leo tunataka watu wakuwe wengi. Angalia mtu, mwambie watu lazima watakuwa wengi. Acts chapter 13 verse 44. Biblia inasema watu wakakutana, watu wengi sana kusikia neno. Wakakutana watu, na ukisikia Biblia haisemi ni watu 100, ni watu wengi. Nasema ukisikia Biblia inasema wakakutana watu wengi sana, hiyo ni kumaanisha hao watu walijaribu kuhesabiwa ikashindikana. Si hiyo neema ishuke leo, lakini ndio ifanyike hivyo. Acts chapter, hapo ndio namalizia hiyo point. Acts chapter 13. Kuna mtu alitamani kuja kusikia neno. Na ni mtu tajiri, alitamani kusikiliza watumishi wa Bwana. Lakini Biblia inasema kuna mchawi alikuwa anazuia huyo mtu kuja kusikia neno. Imagine mtu anataka. Jana kuna mtu alinipigia simu. Huyo mtu hata ni wa hii town. Nikauliza mbona ananipigia nikiwa kwa ibada pale nasikiliza neno. Nilipotoka nikamuuliza ulikuwa unasema nini? Na ulipiga tukiwa kwa ibada, hata sasa ndio tumemaliza. Baada ya Bishop Musa kumaliza kuhubiri, akaniambia kwani leo kulikuwa ibada? Kuna mtu ameniambia sasa hakuna ibada. Hiyo ni jana. Ambia mwenzako hiyo ni uchawi. Ni jana. Huyu anafanya kazi kwa county government na juzi alikuwa hapa. Sasa nikashitwa. Imagine ati mtu treasurer ati kwani kulikuwa kuna ibada sasa hii? Kuna mtu ameniambia hakuna ibada. Semeni ya wachawi. Inueni mikono, sema wale wanatamani kuja hapa hawatazuiliwa. Nataka tupigane dakika 5 na maroho. Kuna watu wengi wanatamani kuja kusikia neno la Mungu, lakini wanazuiliangwa. Wewe nataka umwambie Bwana, mtu yeyote anatamani kufika hapa siku ya leo hatazuiliwa. Hawezi omba hiyo maombi ya vita ukiweka mikono kwa mifuko. Wewe toa tu mikono kwa mifuko, mwambie Bwana, leo tunasimama kinyume ya wachawi wote wa kike na wa kiume, maroho ambayo inatembea ikiongea kinyume ya kazi ya Bwana tunaikemea. Nataka tutangaze wale watu wote wanatamani kufika hapa leo hawatazuiliwa. Wale watu wote wanatamani kuja mkutano huu kutokea saa hii mpaka Sunday, hakuna mtu atazuiliwa. Tukatae watu kuzuiliwa. Ambia Bwana, leo ninasimama
Tumesikia Matendo ya Mitume, mtu akataka kusikiliza neno, lakini mchawi anamzuia. Sema hawatazuiliwa. Wale wote wanatamani kuja kusikia neno, wale wote wametamani kuingia hapa na kusikia neno la Bwana, tunawafungua leo. Hawatazuiliwa, hawatazuiliwa. Siufungue watu, siwafungulie, siwaambie Bwana, tunajua kuna watu wengi, tunajua kuna maelfu ya watu wanatamani kuja kwa hii conference. Hawatazuiliwa, hawatazuiliwa kuingia. Pigana na hiyo roho ya kuzuia watu wa Bwana. Tunakataa kuzuiliwa kwa jina la Yesu. Tunatangaza hakuna mtu anatamani kuingia hapa atazuiliwa. Hakuna mtu amesikia mwaliko wa mkutano atazuiliwa kuingia hapa. Leo tunawafungua watu, tunawafungua watu, tunawafungulia watu katika jina la Yesu. Hawatazuiliwa. Haleluya, haleluya, haleluya. Imagine ati mtu anatamani kuja kusikia neno anazuiliwa. I have enough faith. Hiyo andiko nimewaambia, Matendo ya Mitume 10:44 inasema karibu mji mzima ukaja kusikia neno. Hii dheka yote inaweza kuja hapa, hii kaunti yote inaweza kuja hapa. Biblia inasema Matthew 24 ya kwamba na Mungu atatuma malaika wake kwa pepo nne waende wakusanye watu. Si tunaweza tuma malaika? Na tutataja miji ya hapa. Juzi nilikuwa hapa, nifikiria ni mwaka huu, nilikuja hapa kanisani, kuna mkutano ilikuwa inaendelea, na kukakuwa na watu kupatiwa chakula. Sitasahau hiyo kitu. Mimi nikakuja, kuna apostol anaitwa Nyaga alikuwa hapa, na tukakuwa tutapatia watu mboga na uka. Ile nyumba, hii kanisa yetu hapa, nilikuja saa 6 kuhubiri Lanjawa. Lanjawa ilikuwa imejaa watu, na hao watu sitasahau hiyo kitu. Walikaa tukahubiri Lanjawa, nikafikiria watapungua. Kufikia saa 10 walikuwa wamejaa mpaka nje, mpaka juu. Na kwa neema ya Mungu tukawapatia hiyo chakula. Na pia madhako kama watu wanaweza kujaa kwa kanisa. Na ni nani aliwaita? Ati ni chief. Chief aliambiwa tuitie watu. Chief wapendwa, na sisi tutatuma malaika watuitie watu. Tutataja, usidharau mji yoyote. Si muna majina inazunguka hapa. Kia Ng'ombe, Kia Tutu, Mangu, Kamwaki. Nataka tutume malaika leo wakusanye. It is the word of God. Biblia inasema na Yesu atatuma malaika dunia mzima wakusanye watu. Nataka tupatie malaika kazi. Jana yule mhubiri alihubiri, Bishop Muse alisema malaika hawana feeling zako paka uwapatie kazi. Malaika hajui kama una pesa. Mungu ndiye anajua. Malaika hana hiyo saa. Yeye ni mtumishi na anafanyanga ile kazi amepewa. Wangapi unataka tupatie malaika wa Imulima kazi? Nataka utume malaika Keno, utume malaika, taja hiyo miti yote. Nataka tutume malaika leo. Tuwatume hata katikati ya mji. Tuma malaika kila mahali. Watume kule Githurai, watume kule Chuja. Tuchukue dakika 3 ya kutuma malaika kila mahali. Biblia inasema atawatuma malaika na watakusanya watu. Tutume malaika, watume Juja, watume Keno, watume Makoe, watume Murang'a, watume Kirinyaga. Tuma malaika kwa jina la Yesu. Wanasikia, walikuwa wanagoja tuombe. Tuwatume kila kona ya mji huu. Tuwatume katikati ya mji huu.
tuwatume hata kwa maduka, tuwatume kila mahali. Tuma malaika, tuma malaika, chukua dakika kama 2, watume kwa jina la Yesu. Sema tunatuma malaika, tunawatuma malaika wa Bwana, malaika wa hii mlima tunawatuma, tunawatuma kila mahali, tunawatuma malaika, tunawatuma malaika wakusanya watu wa Mungu kuanzia ibada ya kwanza mpaka mkesha. Tunawatuma kwa manyumba. Simutaja hiyo miji, taja ile miji yote unajua inazunguka hapa. Tunawatuma Nairobi, tunawatuma Kajiado, tunawatuma malaika na Manga, tunawatuma kule Keno, kule Makoyo, kule Karatina, kule Nyeri. Tunatuma malaika. Endelea kutuma hata kule Embu. Tunawatuma malaika kila mahali kwa mji huu, kona ine za Kiambu County. Tunatuma malaika washike watu mikono, wakiwaelekeza. Malaika wakusanye watu. Tunawatuma malaika wakusanye watu katika mlima huu leo na kesho na Sunday. Tunawatuma malaika wakusanye watu kwa mikesha. Malaika tunawatuma. Malaika wanafanya kazi hata kuliko posta. Malaika wanafanya kazi kubwa. Watume kwa jina la Yesu. Hallelujah. Hiyo ni Matthew 24:31. Ati atatuma malaika wakusanye watu. Praise the Lord. Amen. Wakusanye wateule. Tunaomba leo, ambia mwenzako, utaona yule malaika umetuma ataleta watu wangapi leo. Kuna watu hawajakuja hii mkutano tangu Sunday, lakini leo tutawaona hapa. Nasema tutawaona hapa. Nasema tutawaona hapa. Siku moja Bishop Kasoma anakumbuka, tulikuwa sijui tunatoka, Bishop tunatoka mkutano na baba yetu aliyetuacha zamani. Tulikuwa tunatoka na huko Masai Mara. Ndovu ikasimama kwa barabara. Sisi tukaomba ati Mungu tuondolee ndovu. Tuliomba Bwana tuondolee ndovu. Imekatalia kwa barabara. Ndio mtu mmoja akasema sasa tumeomba si tungeita malaika tuondolee ndovu. Tukakumbuka tukasema malaika wa Bwana tuondolee ndovu hii. Malaika aligusa ndovu hapa nyuma, ikaondoa mkia, ikaondoka. Ambia mwenzako malaika ameondoa kizuizi leo. Ambia mwenzako ile vizuizi ilikuwa imesimama kwa njia za watu zimeondolewa. Sijui kama umeelewa what I'm saying. We prayed kwa gari 1 hour. Tunaachilia Mungu akatupatia hiyo silaha. Mmejisukua wana nini? Mukaita malaika afanye nini? Juzi Rongai, msana kwa barabara, watu walisikia amegongwa pana gari. Watu wakapiga nduru na msana ako na mtoto. Msana akaamuka, akajipangusa na hajaumizwa. Akaulizwa what happened na umegongwa hata tusemi. Akasema vile hiyo gari ilikuwa imekuja, niliona malaika amesimama. Gari iligonga malaika, haikugonga mtu. Ambia mwenzako leo ile kazi malaika watafanya hapa kwa hii tent. Ambia mwenzako ukiona hii tent imejaa usiulize watu walitoka wapi. Ujue ni malaika tumetuma. Amen. Praise the name of the Lord. So I believe in that. Kitu ingine as I am concluding, praise the name of the Lord. Angalia mtu mwambie hii mkutano hatujaongea kuhusu Sunday. Kabla tuongee kuhusu Sunday, angalia mtu mwambie hakuna mkutano hainanga mahitaji. Hakuna mkutano hainanga nini? Juzi tulifanya ordination ya Bishop Kimani. Bishop, mimi ndio nilikuwa hakuna mkutano hainanga chairman. Ndio naona hata itendi kuna chairman wetu Bishop Mutuli. Sasa ni mimi nilikuwa chairman wa hiyo kamati. Na ni ordination tu ya siku moja.
tuko na budget ya more than 400,000. Praise the Lord. So ninasema nini? Hata hii mkutano kutoka Sunday mpaka Sunday iko na mahitaji mengi sana. And I believe in the word of God. Biblia inasema Hebrew I think 4:16, na tukaribia ile kiti cha neema cha Mungu atupatie rehema na neema ya kutusaidia katika mahitaji. Mimi naomba kwa hii mkutano ikienda kuisha Sunday, our God who owns silver and gold, ambia mazako kwa hii mkutano hatutaki deni hata moja. Ongea na mtu mwambie kwa hii mkutano hatutaki deni hata moja. Ati isemekane kuna deni ya 50,000 ya 200,000, tunakataa madeni. Tuombe Mungu achilie neema ya kutusaidia katika mahitaji yote iko kwa hii mkutano. It is a Bible. Ati tukisogea kiti cha neema cha enzi, Mungu ataachilia neema ya kutusaidia katika mahitaji. Inua mikono. Tuombe dakika moja. Mkutano uko na mahitaji mengi ya kifedha. Tuombe tu Mungu aachilie neema. Leo tuko Friday. Katika jina la Yesu, tuombe mahitaji yote ya kifedha. Mahitaji sio tu ya kifedha, mahitaji ni aina nyingi. Tumwambie Bwana, tunaomba neema itusaidie kukutana na mahitaji yote tuko nayo kwa ajili ya mikutano. Bwana, tunaomba Bwana neema ya kukutana mahitaji yote. Siombe na umaanishe. Ambia Bwana hatutakuwa na madeni ya hii mkutano. Mwambie Bwana tunakataa madeni kwa mkutano huu. Tunaomba uachilie neema. 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 Bwana ni asante. Tunaomba Bwana neema itusaidie katika mahitaji yote tuko nayo hapa. Neema itusaidie katika mahitaji yote. Mahitaji ya kifedha, mahitaji ya kiroho, mahitaji ya kila aina katika hii mkutano. Tunaomba neema itusaidie between now and Sunday. Neema itusaidie. Baba, neema itusaidie. Asubuhi ya leo tunatangaza neema. Hallelujah. Amen. Amen. Angalia mtu mwambie, kama conference ya Yesu ilikuwa na mahitaji. Yesu alikuwa na conference akahubiria watu siku 3, alafu akaita wale partner wake. Praise the Lord. Ambia madhako aliita partner. Ambia madhako aliita partner. Ni kazi yake ni kuhubiri. Alafu yeye akasema mimi nahurumia hii watu, maana wamekuwa kwa conference siku 3 na wako na njaa. So akaambia mapatina wake, hebu kujeni mtafute vile watu wataku. Ambia madhako tutakuwa tunakuita mara kwa mara. Mwambie tutakuwa tunakuita wakati mwingine tunakuita. Wewe umekuwa na partner. Utuambie watu biro zitalipwaje. Na ndio nikiomba hapa pia nimetamani wale wote tumeconnect na hii mlima, Mungu atutajirishe. Mtu yote utaconnect na hii mlima, Mungu akutajirishe. Nasema mtu yeyote utaconnect na hii mlima. Our treasurer Bishop Kasomo, wewe ndio unashughulikia pesa katika mlima. Tafadhali Mungu akusaidie kutuombea tupate pesa. Tutajiombea, lakini wewe unatuombea. Unaombea sisi mapatina. Na kitu nimesikia, Mungu atutajirishe. Angalia mtu mwambie si Mungu akutajirishe. Angalia mtu mwambie siku moja. Hebu angalia mtu mtabirie mwambie siku moja, mimi ndio nitagharamikia tent meeting. A day is coming. I tell you, mimi nimekuwa hata jana nilikuwa najiombea. Si Mungu siku moja tu unisaidie nisikilize at tent meeting inataka 4 million. Niandike cheki mimi Irogo. Kai. Yani ninastamani hii kitu.
Ni wangapi ungetamani one day? One day. One day. Oh. Ambia madhako Mungu hata labda ni mkutano wa Namanga wewe ndio utalipa. Ama mkutano kama hizi zetu inachukuliwa na watu watatu. Shika mkono wa mtu mwambie Mungu afugue hii mikono utajirike juu. Shika mikono ya mtu. Mwambie Mungu afugue hii mikono yako utajirike kwa sababu ya ufalme wa Mungu. Mwambie si Mungu akutajirishe. Ushike mkono wa mtu bila kwani unaogopa. Mwambie si Mungu afugue hii mikono uanze kupata pesa yako na ya ufalme, pesa yako na ya ufalme, pesa yako na ya ufalme, pesa yako na ufalme. Exodus Sunday. Ambia madhako Sunday. Sasa kuna kitu mimi nafikiriaga vitu nyingi sana. Nikishukuka hapa sasa nikajiuliza tena. Hii mchango wa Sunday itaji ni 20 million. Bishop, kuna watu wengine project zetu hata haitaki 20 million. Inataka 200,000. Uliza mwenzako wewe project yako inataka ngapi sai? Wengine tuna project ya kuchimba choo. Wengine una project ya kujengea familia. Wengine una ka project ya kununua plot mahali umelipa nusu. Ambia mwenzako sasa hakikisha umeshiriki kwa hii project kubwa ya 20 million. Na ukishiriki uambie Mungu afugue hiyo project zako. Ambia mwenzako hizo project zako unaposhiriki. So Exodus 36. Amen. Kuna kitu andiko inasema. Let me confirm. Exodus. I'm not reading Exodus 36 verse 6. Biblia inasema kuna wakati watu walileta pesa. Paka pastor akasema msilete tena. Ambia madhako hiyo ni neema. Maana alisema wameleta mpaka imepita. So do you know neema hii inaweza shuka Sunday? Do you know neema hii inaweza shuka Sunday? Watu walete pesa, watu watoe. Lakini bishop hata ikipita usituambie tuache. Sasa huyu pastor Musa aliambia watu sasa msilete tena. Kwa nini hatutaacha kuleta? Maana tuna mkutano kule Lamu mwezi wa 7. Tuna mkutano kule Namanga mwezi wa 9. Na mimi katika maombi yangu personal, hiyo ni personal. Ninaomba sana Mungu anisaidie hii hema ikuje tu kesha Rugai. Kesha tu. Kesha. Wewe hema, semeni wewe hema. Utaenda Rugai kesha. Wewe hema. Ongea na hema, wewe sema wewe hema. Pesa ya kukupeleka Rugai tumeifungua. Amen. So tuombe Mungu aachilie neema ya utoaji. Tuombe Mungu, inua mikono, tuombe Mungu aachilie neema kama hii ya watu kutoa kwa hiari, watu kujitolea mpaka inapita. Tuambie Bwana, oh God, this 20 million, kila moja taja 20 million. Hata kama mdomo yako inashindwa kutamuka, tamuka. Ambia Mungu, hii 20 million sio pesa nyingi mbele yako. Hii 20 million, hii taji ya 20 million is not a lot of money, silver and gold. Kile tunahitaji tu ni Mungu aguze watu. Mungu tu aguze watu. Mungu tu wa mbingu na nchi aliyetuma kunguru iletee Elijah nyama. Mungu atume watu walete hizo pesa. Baba, kwa jina la Yesu. Baba, kwa jina la Yesu tunaomba ya kwamba Bwana watu watajitolea. Kutakuwa na neema. Kutakuwa na neema kama hii. Exodus 36:6 Lord. Watu walijitolea. Watu wakajitolea mpaka wakaambiwa wasilete tena, maana ile mahitaji imeisha. We pray for this grace. We pray for this grace. Amen. Ambia mwenzako pepo ya mwisho
Sasa hii ni pepo, sema pepo. Ndio nipatie baba yetu atumalizie. Ambia mwenzako pepo ya mwisho tunataka kufunja. Ni watu kuja mbele ya Bwana mikono tupu. Tukisoma Deuteronomy chapter 16 verse 16, Biblia inasema kukuwe na mkutano ya wanaume mwaka moja, mikutano 3. Sema mwanaume. Na katika hii kingdom ya Mungu hakuna wanawake. Ambia mwenzako dada, mwambie hata wewe ni mwanaume. Hiyo ni kingdom, hatujakuita mwanaume, ni kingdom. You are a son. So na Biblia inasema na kila mwaka wanaume wakutane mikutano ngapi? 3. Conference ya wanaume. Alafu Biblia inasema na wasiwahi hudhuria mbele ya Bwana mikono mitupu. Weka mikono yako hivi. Sema hakuna siku. Sio tu hatuongei tu juu ya conference. Hata Sunday service, hata morning glory, hata na wengine saa hii najua tumehudhuria mikono. Lakini hiyo pepo inaisha. Hebu jiombee mikono yako. Sema Bwana ninakuomba unibariki. Miaka yote nitaenda kwa ibada, nisihudhurie mikono mitupu. Kataa hiyo dakika moja, kataa hiyo roho ya kujaga kwa ibada mikono mitupu. It is a Bible says tusiwahi hudhuria mbele ya Bwana mikono mitupu. Tunakataa hiyo roho ya uchawi, uchawi wa mikono, umaskini wa mikono. Tunakataa umaskini kwa mikono yetu. Siufunje hizo maroho, siufunje. Amen. Unaona ukikemea hiyo roho hautakosa sadaka. Kila session ya kwanza utakuwa na sadaka. Session ya pili utakuwa na sadaka. Sema hatutahudhuria mbele za Bwana. Ebu declare, sema kutoka leo mimi sitahudhuria mbele ya Bwana mikono mitupu. Amen. Katika hiyo laini tunawaombea wale wote wamekuja hii mkutano. Pia tunaomba wasitoke kwa hii mkutano mikono mitupu. Utatoka na uponyaji, utatoka na kibali. Pastor Reverend Kariuki, hauwezi kutoka Embu ukae hapa hizo siku utoke mikono tupu. Si utoke na kibali. Kwa hivyo tunaomba wale wote wanakuja hii mikutano wasitoke mikono mitupu. Wagonjwa watoke na uponyaji. Wale walitaka watoto watoke na hiyo baraka. Inua mikono, sema hakuna mtu atatoka hapa mikono mitupu. Wengine tutatoka na majibu ya maisha yetu. Jiombee dakika moja. Ambia Bwana hatutatoka hapa mikono mitupu. Tutatoka na uponyaji wa ndoa zetu, tutatoka na uponyaji wa familia zetu, tutatoka na ufunuo. Hatutatoka. Kataa kutoka kwa hii conference mikono mitupu. Mwambie Bwana nitatoka hapa na kibali. Sitatoka hii conference mikono mitupu. Nitatoka na ufunuo, ninatoka na neno la unabii, nitatoka na upako hapa, nitatoka na uponyaji. Siwezi kuja kwa hema na magonjwa nirudi na magonjwa. Sitatoka mikono mitupu. Nitarudi na afya, nitarudi. Shalama kataribabo. Shaparama yanda rabazeka. Repasa kayana. Hatutatoka hii mkutano mikono mitupu. Kwa nini? Kwa nini nimesema hivyo? Ibrahimu aliambia Isaac, tukienda, Isaac aliuliza baba yake, sasa tunaenda na sioni sadaka? Abrahamu akamwambia tukienda kwa mlima Bwana atapeana. Bishop Kasomo ni zaidi, tulienda mlima hii kule Murang'a. Amen. Tulipoenda kwa mlima, kufika tu kwa tent, akapokea 10,000 kutoka Amerika. Na mimi nikatokea 10,000 kutoka Amerika. Na Bishop Mutuli akapokea 10,000. Tulikuwa wadosi siku hiyo. Hata hiyo Bishop amesikia saa hii. Kwanza mimi nikienda kwa hiyo mlima nilikuwa na maroho inaniteza. Natakiwa nitume pesa nyumbani ya kulima shamba. Nilipigia ndugu yangu, nilimuuliza unataka ngapi? Haleluya. Wacha nikwambie,
Hii suti nimevaa nilitoa kwa tent ya Kirinyaga. Mtu aliniona nimenona kama yeye, akaniambia hii ni yako. Ambia mwenzako hapa utatoka hata utatoka na kibali. Hakuna mtu utafuata hii hema utacomplain ati si kubarikiwa. Kutumikia Mungu sio bure. Amen. 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 Tunyoshe mikono mahali baba yetu ako, tumuombe nusu dakika na familia yake. Yeye ndio vision bearer, sisi ni vision carrier. Tuombe maisha yake, tumuombe, tumwambie Bwana, kumbuka baba yetu, mama na watoto na jamii yake. Hata Paulo aliambia watu muniombe ulinzi. Aliambia watu Romans chapter 15:31, aliambia watu muniombe Mungu anilinde. Kuna watu hawaamini injili, kuna watu wasioamini kwa hii dunia. Tunaomba Mungu akalinde mtumishi wake, akalinde maisha yake, akitoka akirudi. Amen. Hebu pigia Bwana makofi. Ni wangapi umeamini hiyo yote nimesema? Angalia mtu, mwambie ukitoka hapa Monday ama siku ile utatoka. Mwambie sio hapa kwa hema, mwambie ni ukitoka. Mwambie Biblia inasema utakutana na watu watatu. Mwambie Biblia inasema utakutana na watu watatu. Wa kwanza atakuwa amebeba buzi 3. Wa pili atakuwa amebeba mikate 3. Na watatu atakuwa amebeba divai. Ambia mwenzako Biblia inasema utakutana na mtu na atakupatia mikate. Mikate ni mahitaji yako. Mwambie ukitoka kwa hii tent utakutana na mtu na atakupatia mikate. Hiyo mahitaji ulikuja nayo hapa.